Maporomoko ya jaa kubwa la takataka katika mji mkuu nchini Guinea yaua watu 30 na majeruhi kadhaa baada ya mvua kubwa kunyesha usiku wa kuamkia Jumapili. Jaa hilo limeanguka na kufunika mahema na vibanda vilivyokuwa karibu na eneo hilo, huku ajali ikitokea wiki moja tangu serikali kutangaza mpango wa kulifunga eneo hilo na kuhamisha takataka hizo kutokana na hatari iliyopo. Mvua husababisha maporomoko ya ardhi na mafuriko makubwa kila mwaka katika miji yenye watu wengi na isiyoendelea, hasa maeneo mbalimbali nchi za Afrika Magharibi. Kulingana na taarifa ya serikali, maporomoko hayo ya ardhi yametokea mwendo wa saa 8 usiku katika wilaya ya Gesia mjini Conakry, ambapo idadi ya vifo vilikuwa vimefikia 30, huku watu 6 wakijeruhiwa vibaya na wengine 16 wakipata majeraha mepesi. Waokoaji wa masalia wametumia matingatinga na vifaa vingine kusafisha eneo hilo la maporomoko, ambapo mashuhuda wamesema eneo la ajali lilikuwa kubwa kiasi cha kufunika jengo la ghorofa na makazi mengine. Mwanamke mmoja aitwaye Sire Diaro aliwaambia waandishi wa habari kuwa amepoteza watoto wake 5, huku akitupa lawama kwa serikali, ambapo amesema Guinea inamiliki akiba kubwa ya rasilimali ya chuma aina ya bauxite duniani iliyopo huko Simandou, na mradi ulizinduliwa Novemba mwaka jana, lakini serikali yao haiwajibiki, huku wakifa masikini. Nchi hiyo ya Afrika Magharibi ina miundombinu mibovu na umaskini uliokithiri, huku watu milioni 3.7 kati ya milioni 5.1 wakiishi chini ya dola 4.20 kwa siku, kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia iliyochapishwa mwezi Aprili. Siku ya Alhamisi, waziri wa utawala Jenebu Tore Kamara alitangaza kuwa serikali ilikuwa ikifunga jaa hilo kwa sababu halikuwa salama na takataka hizo zingehamishiwa nje ya jiji la Conakry siku zijazo. Waziri mkuu wa taifa hilo Amadou Oly Baha alitembelea eneo la jaa siku ya Jumapili baada ya ajali hiyo kutokea ili kutathmini uharibifu na kusimamia zoezi la uokoaji, akiongeza kuwa wananchi wanapaswa kuepuka taharuki na kufuata kikamilifu maelezo ya vikosi vya uokoaji na mamlaka husika. Mmoja wa kiongozi mkuu wa upinzani na waziri mkuu wa zamani wa Guinea, Sero Darain Diallo, ambaye yuko uhamishoni nje ya nchi, ametaja ajali hiyo kuwa inatia wasiwasi kwa sababu serikali ilitangaza kufunga jaa hiyo siku ya Jumapili, Agosti 23, na siku hiyo hiyo maporomoko yametokea. Kiongozi huyo ameitaka serikali na mamlaka husika kubainisha kwa uwazi mazingira yaliyosababisha maafa haya na kuchukua hatua muhimu zinazostahili. Ikumbukwe, katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, maporomoko mengine yaliwahi kutokea katika eneo hilo na kuua watu mnamo mwaka 2017. Gerard Kadinya, Sura ya Dunia Kimataifa.